Usitafute pesa ili uwarushe roho waliokutesa na kukunyanyasa. Hutozipata ng'o. Usitafute pesa ili kumrusha roho mpenzi aliyekuacha na kukukomesha. Hautozipata ng'o. Usitafute pesa ili kuwarusha roho waliokucheka na kukudharau. Hautozipata ng'o. Usitafute pesa ili kuwarusha roho majirani zako na washikaji zako wasiokukubali. Kamwe hautozipata ng'o. Usitafute pesa ili jamii ikutambue wewe ni nani, yaani ukavimbe mtaani. Hautozipata ng'o. Usitafute pesa ili kuwaonyeshea waliosema huwezi sasa umeweza. Hutozipata ng'o. Usitafute pesa ili waliokusalimia kwa dharau wakusalimie kwa heshima. Hautozipata ng'o. Usitafute pesa ili ukawaumize waliokuumiza. Hautozipata ng'o. Usitafute pesa ili kuja kulipiza kisasi. Kisasi ni cha Mungu. Wewe tafuta pesa zikufae wewe mwenyewe. Maisha yako yataendelea kuwa magumu mpaka upate pesa. Mwandishi wa makala hii ni Dennis Mpagaze. Nikoi TV. Karibu mpenzi mtazamaji wa Mkoi TV online. Hakika leo ni siku ya neema kwetu kituo cha Mkoi TV, baada ya kupata nafasi ya kuja kufanya mahojiano na kiongozi wa kituo cha Mothers of Mercy, Sister Christina Ishengoma, kilichopo Madale, Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Mkoi TV tulivutiwa na taarifa za ujenzi wa jengo hili lenye ghorofa 4. Mara baada ya msamaria mwema kujitolea kuwajengea watoto hawa wasiojiweza, huku hadi leo jengo hili linamalizika ujenzi, msamaria mwema huyu amegoma kutaja majina yake wala kuonekana kwa sura, huku akituma msaidizi wake tu. Hapa Sister Christina Ishengoma, ambaye ndiye mbeba maono wa kituo hiki, anaanza kutuelezea historia nzima ya kituo hiki. Mimi kwa majina naitwa Sister Christina Christopher Ishengoma. Niko kwenye kituo cha watoto yatima. Kituo hiki kilianzishwa 2006. Na wakati tunaanza kituo hiki nilikuwa na masista wenzangu, tulikuwa 6. Tulikuwa masista 6. Na wakati tulianza na watoto 2. Hao watoto 2 tulianza nao, na baada ya kufika hapa Madale tukawa tunatafuta eneo la kukaa. Ndio tukakutana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, akatuambia nina eneo kubwa tuanzishe shule. Watoto yatima na mazingira magumu wao wanasoma bure. Kwa hiyo tukakubali, tukaanza shule hiyo. Baada ya tukaendelea na watoto wetu wakawa wanaongezeka. Tulikuwa tumeshafikisha watoto 9. Hapo tumefika mwaka wa 4 tumeanzisha shule hiyo, lakini walikuwa wanachanganyikana na wale wa kulipa. Baadaye mwenye shule akasema, mimi sitaki watoto yatima, nataka watoto wanaolipa tu. Kwa hiyo na wenyewe ikawa changamoto, ikabidi tuhame. Mimi ilibidi niamke usiku niende kuona manager wa shule ya Atlas. Nilienda kumfuata kule Ubungo, shule yake ilikuwa Ubungo kule wanapaita nani? Wanaitwa Riverside. Ipo nienda kumfuata. Uzuri nilikuwa nafahamiana naye. Nilimuona akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu alikuwa anapenda kunisimulia kwamba yeye akimaliza shule ataajiriwa serikalini, kwa sababu serikalini watampa mshahara mdogo. Kwa hiyo na mwenyewe alianza na shule ya watoto wa daycare, na watu wanapoenda makazini wanamwachia watoto anashinda nao, wanakuja kuwachukua jioni. Kwa hiyo ndio tulifahamiana. Nilifahamiana naye tangu 2000 na ngapi? Ilikuwa 2003.
na kule mkoani tulipotokea tulitokea mkoa mmoja lakini sehemu tofauti. Basi nipoamka hapa usiku nikaenda nikamsimulia, nikamwambia tulivyovutwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Tulianzisha shule wakati sisi tuna watoto wetu mayatima na wa mazingira magumu, akawa ametuambia kwamba watoto hao watasoma bure. Lakini tumefika mwaka wana ametugeuka, amesema yeye hataki watoto yatima wala wa mazingira magumu. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja kuomba watoto wetu wasome kwenye shule yako. Na bahati nzuri akakubali, akasema mimi watasoma bure kuanzia darasa la 4 walipo mpaka darasa la 7. Wakimaliza darasa la 7 watafutie sekondari mahali pa kusoma. Basi tukawapeleka wakasoma. Walipomaliza darasa la 7 pale ndio tukawapeleka shule za serikali za sekondari ya serikali iko Kisauke hapo. Ndio wamesoma hapo. Na sasa hivi napoongea, mwaka jana mwezi wa 5 hao tulioanza nao wamemaliza chuo cha udaktari. Sasa hivi wameshapata kazi. Na changamoto tuliokuwa nayo mwanzoni wakati naomba huko, watoto walikuwa wanalala kwenye chumba kimoja. Hapa tunapoishi nyuma kule ndio walikuwa wanalala, tulikuwa hatuna vitanda. Walikuwa tunaweka magodoro chini wanalala. Baadaye ndio tulianza kupambana 2011 na penyewe niliandika barua, nikaandika barua nyingi, nilikuwa nazisambaza kwenye maofisi ya serikali. Ofisi niliyoanza nayo nilianza kwa Mheshimiwa Mkapa. Kwanza nilienda pale Mikocheni. Nilienda Mikocheni, alikuwa anaishi pale. Nilipofika mara ya kwanza, maaskari waliokuwa wanalinda pale wakaniambia kwamba pale hayupo, amehamia kule kule baharini kule Masaki. Wakasema mheshimiwa hapa hayupo, amehamia Masaki. Kwa ndio wakanielekeza, wakasema ukiamka ukipanda gari zinazoenda Masaki utapitia pale, utaenda mpaka utafika kwake. Kwa hiyo nilipofika huku siku iliyofuata nikaamka usiku, nikapanda gari nikaenda Masaki kwa Mheshimiwa Mkapa. Nilipofika pale nilipiga hodi, maaskari wale walinzi wake wakanifungulia gate, nikaingia, nikawasalimia, nikawaambia kwamba nimekuja kumuona Mheshimiwa Mkapa. Wakaniambia kwamba haikubaliki kumuona mpaka uende ufuate utaratibu. Lakini jinsi nilivyoamka usiku huku nitoka saa 10, nilisikia kama nimenyongonyea. Nikawauliza, nikasema utaratibu gani? Lakini wakaendelea kuniambia hivyo, wakasema ufuate utaratibu. Tunakwambia uende ufuate utaratibu, ukifuata utaratibu utamwona. Sasa nikajingawa najiuliza kichwani mwangu, nitafuata utaratibu gani? Nikamwambia basi nilikuwa nimeleta barua yake, naomba niache hapa. Wakasema uende ufuate utaratibu, utaileta. Basi nikawaaga. Maskini ya Mungu. Baada ya kugonga mwamba nyumbani kwa marehemu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, huku akijiuliza sasa itakuwaje, akiwa anaondoka eneo hilo kwenye makazi ya rais, ghafla alishuhudia muujiza wa kutisha. Lakini wakati nafungua gate kuondoka, nikasikia mtu anapiga makofi. Nikasikia anafanya. Sasa nikajiuliza, huyu anayepiga makofi ni nani? Lakini nilipotoka kwenye nyumba ya maaskari, nimeshaogopa, kichumba kilikuwa gateini. Nikasema sasa nikigeuka huku hao wameniambia kwamba niondoke nifuate utaratibu, itakuwaje? Lakini nasikia bado makofi yanapigwa, ikabidi nigeuke. Nilipogeuka naona mtu anapiga makofi, anafanya hivi. Anapiga makofi, anafanya hivi. Yuko dirishani. Anapiga makofi, anafanya hivi. Anapiga makofi. Nikageuka nyuma, nikafanya ishara ya msalaba. Nilipomaliza kufanya ishara ya msalaba nikageuka. Nikaenda naona ananifanyia hivi. Mimi naenda. Lakini nageuka nasema, hao maskari si watanipiga hao. Bahati nzuri nikafika dirishani. Nilipofika dirishani nikamsalimia. Nilipomaliza kumsalimia akaniitikia, akaniambia, akasema
Akasema sister, unajua kwamba siku hizi binadamu vijana wa siku hizi hawana heshima? Nikajiuliza kwa nini ananiambia vijana wa siku hizi hawana heshima? Akasema uamini usiamini, siku hizi vijana wa siku hizi hawana heshima. Wenyewe walijuaje kama umeleta baraka gani mpaka wanakuambia uondoke? Nikamwambia mheshimiwa, mimi nilifuata utaratibu walioniambia, ila nilikuwa nimejisikia vibaya kwa sababu nyumbani nimetoka usiku. Basi akanikaribisha, akatoka dirishani akanikaribisha, nikaingia ndani. Nilipomaliza kuingia ndani, mara moja niliona wananiletea chai. Nikaanza kunywa chai. Nilipomaliza kunywa chai, nikashika bahasha yangu nikamkabidhi. Nikamwambia, kabla hajafungua bahasha, nikamwambia mheshimiwa, Mungu, kwenye bahasha yangu nimeleta barua, tunataka kuwajengea watoto yatima nyumba, hawana nyumba ya kuishi. Kwa hiyo nilichokuja kuomba, nimekuja kuomba debe moja la mchanga, debe moja la kokoto, tofali moja, bati moja na ubao moja, kusudi tuweze kukamilisha kujenga kituo hicho cha watoto yatima. Basi nilipomaliza kumwambia hivyo, akafungua bahasha ile, akaanza kusoma barua, na mule kwenye barua nilikuwa nimeambatanisha ramani ya nyumba. Alipomaliza kusoma, akatingisha kichwa. Akasema, sister, nimeamini kwamba wale maaskari kule gateini wamekuvuruga. Nikamwambia mheshimiwa, hawajanivuruga. Akasema, kama hawajakuvuruga, hii ramani inaweza ikajengwa debe moja la mchanga, debe moja la kokoto, tofali moja, bati moja na ubao moja. Nikamwambia, samahani mheshimiwa, mimi ni nyumbani nilikozaliwa waliniambia nikienda kuomba kitu kwa mtu niombe kimoja, yeye atanifikiria. Akasema, sawa, nimekuelewa. Basi akaendelea kuangalia ramani hiyo. Nilipomaliza akanipa nauli. Akasema nimekuelewa. Akaniuliza, akasema, una akaunti ya benki? Nikamwambia tunayo. Basi wakaniaga, akanipa nauli, nikaenda barabara, nikapanda gari, nikarudi huko. Naamini huku nilifika saa 2, kwa sababu hapa magari yalikuwa yameshakuwa mengi barabarani, imeshakuwa foleni. Basi nilipofika, baada ya wiki 2, wakanipigia simu. Wakaniambia, wakasema, wewe ndio ulikuja kwa mheshimiwa Mkapa? Nikamwambia ndio. Una akaunti ya benki? Nikasema ndio. Wakasema, kwanza uje huko ofisini, ukishamaliza kufika ofisini tutakupa zawadi mheshimiwa aliyoitoa. Basi nikaenda. Nilipofika pale ofisini, walikuwa pale karibu na ofisi zake zilikuwa pale karibu na kuteremka kama unaenda Kigamboni. Ukitoka kwenye ofisi za ardhi, maeneo hayo ndipo alikuwa kuna ofisi zake. Basi nikaingia pale, wakaniambia, wakasema, mheshimiwa yeye ametoa milioni 4 kwa ajili ya kujenga kituo cha watoto yatima. Basi nikawashukuru, nikawaambia naomba shukrani zangu mzifikishe. Baadaye nikawaomba, nikasema, mnaweza mkanipa namba zake za simu? Nikamshukuru. Wakasema hakuna shida. Wakanipa namba, ila kumshukuru hilo nimshukuru, nimeshafika huko nyumbani na watoto nikawaunganisha kwenye simu, wakamshukuru. Baada hiyo hela wakaniwekea kwenye benki. Na wakati naenda kumtafuta huyu kaka aliyekuwa mwenyekiti wa serikali ya mitaa, tulikuwa tumesaini hiyo akaunti tuliyokuwa tumefungua ilikuwa ni ya watu watatu kuweka sahihi. Sasa wakati hapo nilikuwa nimeshahama pale kwake. Sasa akanizungusha, akakataa kusaini. Akaniambia, akasema, nikija kusaini, mimi ninaona alikuwa anaenda kuchungulia hela zilizomo. Nikisaini unapaswa unipe milioni 3. Sasa niliamka asubuhi na mapema, nikaenda pale benki, nilimkuta mlinzi, nikamuomba mlinzi, nikamwambia, meneja wa benki hiyo ninaweza nikamuona?
akasema utamuona, ukae, nitakupa nafasi ya kukaa, ukae umsubiri. Akija nitakuonyesha mahali atakapoingia, utaenda umfuate. Basi nikakaa, alipofika nikaona mlinzi ananiita, akasema uende kwenye chumba kile, utamuona nani manager. Basi nikaenda kwa manager nikamsimulia jinsi ilivyokuwa. Akaniambiaje? Akasema naomba umkubalie kwamba utampa hiyo hela anayoitaka. Akija humu ndani akasaini, akimaliza kusaini wewe usitoe hela. Nitakupa wiki nzima. Baada ya wiki ikiisha utakuja utoe hela. Basi akaingia. Nilikuwa nimeshamkubalia kwamba nitakupa hizo hela. Akaja akasaini, alipomaliza kusaini akabaki anazunguka. Hakutoka nje. Akabaki anazunguka mle benki. Alikuwa amejenga nyumba pale, walikuwa wanamdai. Sasa akawa anawaambia, akasema kwa vile nimekuja na dada yangu, hiyo hela mnayonidai italipwa. Na mimi sikuwa na shida. Alipomaliza kusaini, nikabeba begi langu nikaliweka begani, nikatoka nje. Nikaondoka. Baada ya wiki moja ndipo nirudi benki, nikaenda kutoa hizo hela. Na wakati nimekuja, nilifika pale, kuna sehemu walikuwa wanapaita bucha, walikuwa wanatengeneza matofali. Nilipofika pale bucha, hiyo hela yote nililipa pale, na wenyewe waliniongezea lori moja lori la matofali. Kwa hiyo ndio walianza kutusoma matofali hayo, wakapeleka kule tulipokuwa tunajenga kule. Kulikuwa bado kuna kiwanja kiko wazi. Tofali zote za milioni 4 wakazimwaga pale. Milioni 3. Milioni 1 nyingine ilibaki kwa ajili ya tukasomba kokoto, mchanga, tunavyenyewe tukaviweka. Vilivyomaliza kukamilika hivyo, nikaenda benki kuu. Na benki kuu na penyewe kuna mtu alikuwa amenielekeza. Na penyewe nienda kumuona manager wa benki. Na penyewe benki kuu na penyewe walinichangia milioni 3. Na zenyewe nikazileta, nikatoka kule, nikaenda TTCL na penyewe na wenyewe walichanga milioni 3. Alafu wakati tunafungua rasmi ujenzi kule, wenyewe wa TTCL walikuja na lori zima lilikuwa limejaa sementi. Alafu nilienda na bandarini, na meneja wa bandari na mwenyewe kipindi kile alipokuja kwenye uzinduzi wa kuanza ujenzi, na mwenyewe alituchangia milioni 3. Basi ndio ujenzi ulianza. Tukaanza ujenzi, tukajenga, nyumba ikaisha. Na nyumba ilipoisha watoto wakahamia, tukatoka hapa, watoto wakahamia kule. Watoto walikuwa penyewe tulikuwa tuna vitanda, watoto walikuwa wanalala chini. Tulikuwa tunaweka magodoro, tunafunga neti kwenye madirisha, wanalala. Tumekuja kupata vitanda kipindi cha corona. Kipindi cha corona ndio mama mmoja alikuja usiku saa 11, alikuwa ameshafika pale, ameshafika hapa. Alikuja na maroli 3 yalikuwa amebeba vitanda na magodoro. Kwa kweli ilikuwa kama muujiza, mimi nilishangaa. Yule mama anatoka kwenye gari anakuja huko anakimbia. Akawa ananiambia, akasema samahani sister, tumeingia usiku hapa na tumekuja bila kuaga. Watu walituelekeza mpaka tukafahamu tunakuja wapi. Ndio maana tumeingia usiku kwa ajili ya kukwepa foleni kutokana na mzigo tulionao. Basi akanisimulia, akasema mimi nilikuwa na watoto wangu 2 walikuwa wanaishi Ujerumani. Tangu corona imeanza, watoto wangu walikuwa wamefungiwa ndani, nilikuwa siongei nao. Kwa kipindi cha corona kilipokata kule Ujerumani, ndipo watoto wangu walituma hela, wakasema utafute kituo cha watoto yatima twende kutoa shukrani. Akasema shukrani yangu nimeleta vitanda na magodoro, tunaomba tuelekeze mahali tutakapo. Nikamwambia tugeuze gari, ndio tukaenda kule nyumba ilipojengwa. Wakawa wameshusha wakashusha vitanda. Saa 12:30 ndipo walianza kufunga vitanda hivyo. Walikuja kuvimaliza saa 5 za usiku. Wakamaliza,
wakaacha wameweka magodoro, watoto wakafurahi. Tangu hapo huyo mama kila mwisho wa mwezi waga anatuletea chakula hapo. Kila mwisho wa mwezi anapiga simu anasema mwende dukani, mimi natuma hizi hela mpate chakula. Sister Christina anasema kuna kipindi walikosa chakula kabisa. Kwa wiki 3 wanakunywa uji na maandazi. Akawaambia watoto waingie kwenye maombi ya kumlilia Mungu ili awainue angalau watu wawaletee chakula. Kweli watoto hawa waliingia kwenye maombi. Siku ya mwisho Mungu akawasikia na aliwajibu maombi yao kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Mungu tupate chakula kwa sababu tulikuwa tunapika uji, wanakula na mikate na mandazi. Kwa hiyo tulifanya sala kwa wiki 3. Mimi wiki ya 3 hiyo niliamka asubuhi nikaenda kanisani. Kurudi kutoka kanisani, niliporudi nilikuta magari yamepangwa hapa zaidi ya magari 10. Walikuwa wamekuja kwenye vikundi. Nilipoona magari nikawa ninashangaa magari yametoka wapi haya. Basi nikaingia huku nikawakaribisha, wakaingia ndani. Walipomaliza kuingia ndani watoto wakasimama tukawasalimia na mimi nikawasalimia. Nikawaambia kabla sijaongea maneno mengi naomba watoto wasimame wawaambie ndani ya miezi 3 watoto tulikuwa tunaishije na tulifanyaje mpaka nyinyi mfike hapa. Watoto wakasimama wakaambia wakasema ndani ya miezi 3 tulikuwa tunakunywa uji na mikate na mandazi, tulikuwa tuna chakula. Lakini kila siku tulikuwa tukija kulala tunamuomba Mungu tupate chakula. Tukiamka asubuhi tunamuomba Mungu tupate chakula. Basi wamama wakanani wengine wakaanza kulia, wakatoka nje. Lakini chakula walichotuletea tulikila miezi 3. Kwa tangu hapo hatujawahi kukosa chakula. Baada ya hapo 2023 serikali walitutembelea wakatuambia watoto wa kike na wa kiume tusiwalaze nyumba moja. Lakini ile nyumba waliokuwa nalala ilikuwa na korido katikati. Mkono wa kulia walikuwa wanalala wasichana, mkono wa kushoto wavulana, lakini kuna milango. Lakini serikali walisema watoto sasa hivi ni wajanja. Kwa hiyo mtafute nyumba nyingine ya kulaza watoto wa kike. Ndio tukapambana kununua kiwanja. Kiwanja kina 39 kwa 41. Mwenye eneo alituambia milioni 65. Mwenye kiwanja akakubali akasema basi mtakuwa mnanipa kidogo kidogo mkipata 300,000, mkipata 400,000, akatupa namba ya benki. Mwe mnaweka akasema tuwe tunaweka tukimwekea benki hizo 300,000 au 400,000 tuweke risiti. Akasema tukimaliza ndio tutaenda kuandikishana serikali ya mtaa. Kwa hiyo tulifanya hivyo, watu wakitutembelea tunawapa fomu, wanatuchangia kidogo kidogo. Mwaka jana mwezi wa 12 waliorudisha wote. Sasa hivi amebaki anatudai milioni 2.5 mwenye kiwanja. Lakini kati ya wote waliotuchangia kuna aliyechanga milioni 49. Huyo ndiye amejitokeza kutujengea. Ndio tayari ameshaanza ujenzi. Kwa hiyo ndio changamoto zetu za kuhudumia watoto yatima zilipofikia hapa. Lakini sasa hivi tulipofikia tuna imani kwamba Mungu ameshatupa baraka na tunaendelea kuwapata wafadhili wengine, na huyu aliyejitokeza kutujengea na mwenyewe hatumjui anapitisha kwa watu misaada. Yeye anasema si yeye anachokitaka, anataka sala. Kwa hiyo tukija kulala watoto wanamuombea, tukiamka asubuhi watoto wanamuombea, na anakaribia kumaliza, anasema mwezi wa 5 jengo linaweza likaisha. Lakini tumepambana kwamba na mwenyewe atakuwepo, lakini mwenyewe anasema hayupo, ameenda masomoni. Kwa wale watakao kuwepo ndio tutakao washukuru. Labda zawadi tutakayokuwa nayo tutawakabidhi wale aliowatuma. Lakini sasa hivi bado tunapambana na wale watoto wa kiume ambao wana miaka 18, na wenyewe bado tunawapangishia mitaani kwa sababu wanatuambia kwamba wasilale na watoto wadogo. Na wenyewe bado tunapambana kuwatafutia sehemu ya kukaa ambayo inaweza ikawa ni ya kwa mfano kama sasa hivi tuna eneo lingine liko Chalinze.
na lenyewe tunapambana kulijenga kusudi labda wanaweza, na penyewe tukisha lijenga watakuwa wanakaa wakitaka kujitegemea. Mtu akitaka kujitegemea, labda ni kijana anasema nataka kuoa, hapo anapashwa atoke. Lakini kabla bado wanasoma wanapashwa wakae. Kama sasa hivi bado tumewapangishia mitaani. Watoto wengi tunaowapata sasa hivi, wengi jumla yao wengi wanaletwa na vituo vya polisi, wanaokotwa. Wengine wanaletwa na ustawi wa jamii. Lakini wale wanaoletwa na vituo vya polisi wengi hawajawahi kujitokeza ndugu wowote. Kwao wanajua hapa ndipo nyumbani. Hata wale tuliowapangishia vyumba, baadhi yao wapo ambao waliletwa na vituo vya polisi. Kwa hiyo wanajua hapa ndipo nyumbani. Wale watoto wanaoletwa wanajua kuongea majina yao, hatuwabadilishi majina. Kwa mfano akija akasema naitwa Ibrahimu, anajua kulitamka jina lake, tunamwacha na jina lake. Wale wanaoletwa wakiwa wachanga ndio tunawapa majina, tunaenda kuwabatiza kanisani. Lakini madhehebu wote tunao Waanglikana, Waislamu, Wakatoliki wote tunao. Kwa mfano kama Waislamu ikifika kama wakiwa kwenye likizo, kama wako shuleni, siku za likizo waga wanaenda msikitini, wanaenda kuswali. Na Wakatoliki Jumapili lazima waende kusali, Waanglikana na wenyewe wanaenda kusali. Tangu tumeanza kituo kuna wanaojitokeza ambao hawakujaliwa kupata watoto kwenye familia zao. Wanakujaga kuomba kuadapti, lakini wakija tunawaelekeza kwamba waende kwenye ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii ndio wanawapa masharti yote. Alafu wanapoyakamilisha ndio wanakuja kwa nani? Wanakuja nao ustawi wa jamii, wanakuja hapa wanawakabidhi mtoto. Na kati ya watoto tangu tumeanza kituo hiki waliotolewa hapa, walioadaptiwa ni watoto 6, lakini watoto 3 waga wanawaleta wanakuja kututembelea, lakini 3 hawajawahi kuwarudisha. Aidha, Sister Christina anasema idadi kubwa ya watoto wanaopatikana hapa ni wale wanaokotwa wakiwa wametelekezwa na mama zao, kisha polisi na ustawi wa jamii huwaleta hapa. Mimi sasa hivi ni watoto nilionao na watoto 60. Lakini ukiongeza na wale ambao wako mashuleni na wanaolala mashuleni, wote jumla wako 150. Na kuna wengine na wale tunaowasaidia wakiwa mitaani ambao hatulali nao, wako 150. Wale wa mitaani tunawapa matumizi, kama wanaosoma tunawapa madaftari, uniform, viatu. Wengine wanakuja hata wazazi wao wanasema hatuna chakula, tunawapa lakini hatulali nao. Sister Christina anasema kuna kipindi baraka za Mungu kuwagusa watu, kuwaletea chakula cha kutosha. Nao pia kama kituo hutoa msaada kwa wazee na wajane, kama ambavyo maandiko yanavyosema, heri mkono wa kutoa kuliko kupokea. Na sisi tukiona watu ambao hawana kitu, kwa mfano kuna na wazee na wenyewe waga tunawasaidia. Tukipata chakula kikiwepo kingi, tunaona kwamba kikikaa kitaharibika, tunawaita wajumbe wa serikali ya mtaa, wanawaangalia wazee walioko kwenye mitaa, watu ambao hawajiwezi, wanawaleta hapa tunawagawia. Kwa sababu kikaa kila kitu umekikumbatia, Mungu hawezi kutoa baraka. Na hizi baraka tunazozipata Mwenyezi Mungu anatupa kwa sababu ya nani? Ya hivyo vitu tunavyofanya. Kuna watu wengine wanakuja nyumbani na watoto 3 hawana chakula, hawana nguo, hawana neti za kujifunika, zikiwepo na wapo. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, tofauti na watu wengi maarufu, huwa tunaona wanapotoa misaada, basi zinaitwa media zote ili waonekane wanavyotoa sadaka zao. Lakini tofauti kwa msamaria mwema huyu ambaye alitoa milioni 40 kati ya milioni 60 zilizokuwa zinatakiwa na kuomba ajenge jengo zima yeye peke yake, na amegoma kuonekana wala kutaja majina yake kwa madai anachokifanya ni sadaka, haitakiwi kutangaza na itabaki kuwa siri na Mungu. Hata hivyo, Sister Christina anasema wasaidizi wa msamaria mwema huyo alituma jina moja tu kama linavyoonekana hapa ukutani. Tangu 2011 kuna jengo watoto waliokuwa wanaishi. Kwa hilo jengo tukisha ama tukahamia kwenye jengo jipya,
wale watoto waliokuwa wamesema miaka 18 tuwapangie vyumba mitaani, watoto hao watahamia kwenye jengo hilo. Lakini jengo hilo bado lina changamoto ya fence. Bado tunaomba watu ambao watakuwa na moyo wa upendo wanaweza wakatusaidia msaada wa kujenga fence, kusudi waweze hata ukikaa mule wawe na ulinzi ambao wawe na usalama. Pia mkitaka kujua kituo chetu kiko sehemu gani, kituo chetu kiko Madale Flamingo, maeneo ya kwa Mheshimiwa Kawawa. Ukifika Flamingo tuko maeneo hayo. Tuna na kibao chetu kipo hapo barabarani. Alafu wengine wakitaka kutusalimia kwa ajili ya kututumia msaada wowote, wanaweza wakatumia namba ambayo inaanza na 0788 12 45 53 na akaunti namba ya benki ni 23 51 00 46 097. Na jina linalotoka kwenye akaunti ya benki limeandikwa Christina Ishengoma. Tunashukuru sana, Mungu awabariki na endelee kuwapa nguvu za roho na mwili. Sisi tunawaidia kuwaombea, Mungu aendelee kuwabariki na kuwaongezea mahali mnapotoa kila siku. Tunashukuru sana na tunawakaribisha mjisikie nyumbani. Hii ni Mkoi TV Online. Mimi ni Quinea Musa. Endelea kusubscribe, kulike, kushare ili kuipa nguvu Mkoi TV kuendelea kuisaidia jamii kwa kuibua matukio haya. Mkoi TV.